Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unayetazama mahali popote ulipo, maana huwa nakwambia wakati nakuja kukuletea ujumbe ule wote nitakuletea, huwa nakuletea kadri ya mapenzi ya Mungu. Na nimeokoka, naitwa Joseph ama mwinjilisti. Zaidi ya yote kuna ujumbe niko nao kuhusu taifa la Kenya. Huu ujumbe nilipewa na Mungu wakati nilikuwa nimelala juzi. Sasa nikiwa katika safari, maana kuna mahali naenda, nikawa nahimizwa ya kwamba niweze kuachilia huu ujumbe, nikaweze kukuambia vile Mungu anavyotaka, na ako na mpango mzuri juu ya taifa la Kenya. Lakini ukumbuke ya kwamba wale waliosikia mashauri, sababu kitabu kinasema ya kwamba katika Mithali 11 hapo mstari wa 14 inasema ya kwamba pasipo mashauri kwa taifa huanguka. Kama hakuna mashauri kwa taifa, taifa huwa linaanguka. Lakini angalia siku ya leo ya kwamba Bwana amenitumia niweze kunenea taifa na kuliambia vile Mungu anavyosema, ndio mapenzi ya Bwana yakatimizie. Na ndipo ikasema ya kwamba bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Bwana anataka kubariki Kenya. Bwana anataka kutenda mazuri na taifa la Kenya. Lakini wakati machafuko inakuja, huwa inazuilia hata ile anga inaharibika. Inazuilia hata mapenzi ya Bwana kutimia, sababu machafuko yakija inaleta mahangaiko, inaleta mateso, inaleta mambo mabaya katika taifa. Lakini sikiza haya, hivi ndivyo Bwana alinenea wakati nilikuwa nimelala, na huu ndio ujumbe. Inasema ya kwamba zilikuwa ndoto tatu. Nataka uelewe vizuri sana. Zilikuwa ndoto tatu. Ndoto ya kwanza inasema hivi, ama hivi ndivyo niliona, ya kwamba nilikuwa mahali juu. Ni kama tuseme juu kutoka kwa ardhi, mahali juu penye unaona vitongoji mingi ama unaona vijiji mingi. So pale nilikuwa juu, niliona vitongoji mingi ambazo zile vitongoji kulikuwa na watu, na hawa watu walikuwa naongea lugha moja, ama ilikuwa tribe moja ilikuwa inaongea lugha moja. Na baada ya muda si kidogo, nikaona kumetokea wale tunaitanga, how do you call them? We call them the goons, ama watu ambao hawana nia mzuri. Na wale watu wakaja, watu wengi walikuwa wamelipwa na watu wenye mimi sijui, sababu ndani ya roho nilikuwa naelewa vile wanafanya. Ni watu walikuwa wamelipwa na watu fulani waende katika hizo vitongoji waweze kuwapiga na kuharibu mali zao. Mimi nikawa sasa nimeteremshwa, nikakuja hapa penye nikajipata katika kitongoji moja ambapo watu wa vile gunza hawa watu walipokuja, watu walianza kukibiria maeneo mbalimbali. Mtu anapotea, ile tunasemanga you are running for your own life, ama unakimbia ndio usiweze kupigwa, usiweze kuumizwa, ama usiweze kupata umeuawa na wale watu wenye wanawakimbiza. Mimi nikawa naangalia yale mambo, nikaona watu wanapoteza mali zao, na wengine walikuwa nakimbia kwangu wakiniuliza tutapotelea wapi ndio tupate kuokolewa, tusipate kuumizwa na hawa watu. Sasa katika ile ndoto nikapata nimeamuka. Vile niliamuka, sikumaliza sekunde, nafikiri sekunde 10 hazikuisha, nikashikwa na kausingizi tena. Ilikuwa masaa ya nafikiri ilikuwa kitu saa 10 hapo. Nikashikwa na kausingizi tena. Sasa katika kale kausingizi nikaona ya kwamba ilikuwa mahali ambapo niliona hiyo kiwanja kilikuwa kimejaa watu wengi. Na wale watu kulikuwa na maovu ilikuwa inatendeka. Maovu ambao sio ya kawaida. Maovu ambao kila mtu alikuwa anafanya aina yote ya uovu. Sasa hapo roho akanikasikia nimekamatwa na roho. Akanielekeza katika chumba kimoja ama one room. Akaniingiza pale na mlango ukafungwa. Mimi nikajipata nimepiga magoti, ninaomba kwa dini. Wakati nilikuwa nimeomba sana kwa muda, ndio nikasikia sauti imekuja. Na hapa ndio ujumbe wa taifa huko. Ujumbe ukakuja ukasema ya kwamba, ulisema hivi, na ulisema kwa Kiingereza, ukasema Kikuyu, na hapa uelewe, mimi sijakuja kuongelea kabila fulani. Mimi nimekuja na ujumbe vile nimetumwa. Ya kwamba ikasema kwa Kiingereza ya kwamba Kikuyu to join the government of the day. Ya kwamba Wakikuyu waungane na ile serikali inafanya kazi sasa. Waache kuipinga, waungane na hii serikali inafanya kazi sasa. Sababu ikasema ya kwamba if they don't do that,
then they prepare themselves. Coming 2027, they will be officially the opposition in the government. Na ya kwamba watapoteza sana. So wakaambiwa ya kwamba ndio wasipoteze, ndio kusikue na mashida na mauaji, sababu ilisema ya kwamba if they don't join the government of the day, then they expect themselves to be officially opposition in the government. Sababu ile serikali ambayo iko kazi inatawala sasa Kenya, hiyo ndio serikali itakuwa inatawala 2027 na ndio itaingia katika hiyo serikali ijayo. Kumaanisha kwamba serikali hii ambayo inaongoza hii ya Mheshimiwa Samoei Ruto, yeye ndiye atapata kura nyingi, ambapo tukifanya uchaguzi 2027, yeye ndiye atapata kura nyingi na yeye ndiye ataongoza taifa kuendelea miaka ingine, ambao tukisema hiyo miaka 5, sababu terms zinaendaga 2. Hiyo term ya pili bado yeye ndiye atakuwa katika uongozi. Hivyo ndivyo Bwana aliniambia, hiyo sauti ilisema. Ikasema ya kwamba Wakikuyu waungane na hii serikali ambayo inafanya kazi sasa. Na kama hawataungana na hiyo serikali, wajitayarishe kuwa wapinzani wa serikali mwaka wa 2027. Na itakuwa na kupoteza sana, Wakikuyu watapoteza sana. Ikasema hivi, baada ya hayo, mimi ya ile sauti kunena na mimi, nikapata nimeamuka. Wakati niliamuka, sikukaa sana, nikashikwa na kausingizi tena. Niliposhikwa na kausingizi tena, nikajipata sasa nimepelekwa kwa kiwanja. Hii kiwanja ilikuwa na madhehebu walikuwa wamekaa mahali pale. Watu wengi sana katika hicho kiwanja. Na mimi Roho akanishika mkono akanielekeza. Nilipokuwa naelekezwa, nilikuwa naona napita katikati ya hao watu. Sauti ya Roho ikaniambia, nenda pale mbele ukatangaze ile ndoto ya pili ulionyeshwa. Sasa mimi niliposikia yale, ile ndoto nikaikumbuka bado nikiwa katika ile ndoto. Nikaenda mbele na nilipofika pale kulikuwa na watu wawili walikuwa naongoza ile madhehebu. Hao watu they never took attention of what I wanted to say. As usual, mtu akikuja karibu na wewe, huwa unasikiza ni yapi anataka kusema ama anataka kukuambia. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na mimi. Hapo mtu wa kwanza mwenye alikuwa anaongea na microphone, akamaliza akapatia mwingine akaenda. Huyu wa pili nilisikia alikuwa anaongoza sifa. No, alikuwa anaongoza worship ama nyimbo za kuabudu. Alipokuwa naongoza, aliponyamaza, wale watu wenye walikuwa katika hiyo kiwanja wote wakaanza kuomba. Walipokuwa naomba, hapo ndipo nikamguza kwa bega, nikamwambia ile ndoto nilionyeshwa. Sasa nilikuwa namwambia yeye atangaze ama niambie ninaweza tangaza. Ikawa vile nilimwelezea, yeye alitingiza kichwa na hakuongea jambo. Akaiacha hivyo. Mimi nikaamuka. Baada ya kuamuka, nikaamuka kwa kitanda, nikaenda kwa kiti. Kukalia pale wakati nilikuwa naomba, nikasikia ya kwamba nitangaze haya yenye nimeona kwa ndoto. Nikakwambia ndoto ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nikaambiwa nitangaze. Sasa mimi nikawa na wasiwasi, sababu mimi ni mtu mdogo sana ambaye Mungu ameanza kunitumia. Sasa nitaanzia wapi na hata sijulikani. Nikasikia Roho ameniambia, tangaza vile huwa unahubiri wakati na kutuma ukahubiri. Sasa mimi hapo nikawa niko na wasiwasi, nikakosa kutii ile sauti. Na nikawa sasa niyashindwa nitafanyaje. Hapo sasa nikakwambia niko kwa safari, kuna mahali naenda. Roho akasisitiza ya kwamba lazima leo nitangaze, na diposa nikasimamisha gari kando, nikaweze kukuambia vile Roho anasema ama Mungu anataka. Kama hutasikia hii sauti, wewe ambaye unasikiza, sababu hii sauti inastahili ifikie viongozi. Sababu mtu wa chini anaweza shindwa ataanzia wapi, atafanya nini. Lakini kwa viongozi, wao wanaelewa venye wanaweza fanya, waweze kumobilize watu, ndio watu waweze kufuata hii serikali, wafanye na serikali ya wakati huu. Sababu maandiko hapo ndipo nikasikia Roho amesema ya kwamba ile serikali iko kwa kazi. Ile serikali inatawala, inakuwa imewekwa na Mungu. Na Mungu anatarajia sisi tuweze kuiheshimu, tuweze kutii vile wanavyotuongoza, sio kuwapiga, sio kuwanenea mambo mabaya, bali kuwaiombea ndio ikaweze kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa kama wewe uko na sikio, sikia vile Roho wa Bwana anasema. Na huu ujumbe sabazia mwingine, ndio huu ujumbe ukaweze kwenda hadi ufikie viongozi. Juu mimi sina uwezo kuwafikia, lakini kupitia mtandao kama hapa naweza nikanena, ikasabaza, wewe ukanisaidia kuisabaza, iweze kufikia wale, ndio wale wenye wako katika Ukikuyu ama Kikuyu Rad.
waache kupiga serikali, waache kuona ni kama watashinda 2027. Na huu sababu ni Mungu alisema, ukikataa ama mkikataa, mgojee 2027 kuendelea, utakuja kugundua haya maneno na kuambia itakuja kutimizia. Na sababu Mungu anatupenda na atatujali, akatumana mbele. Sababu hatujui mbele, akatumana mbele ndio tuweze kusaidika wakati serikali ingine itakuwa inakuja. Na hiyo serikali usisahau ni hii ambayo inatawala ya Mheshimiwa Samoei Ruto, ndio itapata kutawala tamu ya pili. Na hivyo ndivyo Roho alisema. Basi tunapofanya hivyo, najua kwa hakika Mungu, sababu amechagua watu mbalimbali ambao wako na ujumbe wa Mungu waweze kufikishia taifa, Mungu atafanya jambo na taifa litakuwa na maendeleo yatazalika katika taifa la Kenya. Na usisahau huu mwaka wa 2026, sasa hii sio maneno ya ile vile Roho alikuwa ameniambia, ni kuongezea tu. Huu mwaka wa 2026 kuna mambo mazuri yako mbele. Mambo mazuri ya kusababisha taifa likue. Mambo mazuri ya kusababisha hata wewe uweze kwenda katika hatua ingine. Bora tu utasikia sauti ya Mungu na kuheshimu vile Mungu anavyosema kwa wakati huu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana, na uchukue na kupa kazi. Sabaza hii sauti ama huu ujumbe mpaka ufikie viongozi na tuweze kuona ya kwamba wamebadilika, wamefuata vile Mungu anasema, sababu Mungu huwa adanganyi na Mungu huwa anatuwaza mambo mazuri. Basi Mungu wa mbinguni wabariki sana sababu ya kusikiza haya, na najua kwa hakika Mungu ataendelea kunena kama vile amekuwa kinenea watu wengi, na vile maandiko inasema ya kwamba atamimina Roho wake kwa watu siku za mwisho. Ndio hiyo Roho ikaweze kupata nafasi na kubadilisha wanadamu, sababu nyakati za mwisho haziko mbali, ni hizi. Wewe ambaye hujaelewa, tuko nyakati za mwisho, jitayarishe sababu pia Mungu anarudi. Hata kama tunatawaliwa na serikali ile iko, usisahau kuna siku tutaondoka, na tukiondoka kuna pale tutaenda. Basi Mungu wa mbinguni wabariki sana, awatendee mema, na ninajua Mungu akinibariki tena niweze kuleta ujumbe ama yale mahubiri huwa naleta, tutakutana hapa, na Mungu wa mbinguni atubariki sana na injili itaendelea. Shalom, shalom, shalom.